Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando ameonyesha kukerwa na hali ya miundombinu mibovu ya barabara katika maeneo mbalimbali ya nchi, akieleza kuwa ni jambo lisiloeleweka kuona barabara zikitengenezwa karibu kila mwaka, lakini bado zinaendelea kuharibika kwa muda mfupi. Akichangia mjadala wa bajeti ya ofisi ya waziri mkuu bungeni jijini Dodoma, Baba Levo alisema kuwa fedha nyingi za serikali zimekuwa zikitumika mara kwa mara kufanya matengenezo ya barabara zile, hali ambayo inaibua maswali kuhusu ubora wa kazi zinazofanywa na wakandarasi pamoja na wasimamizi wa miradi hiyo. Mbunge huyo alisisitiza kuwa ni muhimu kwa mamlaka husika kuhakikisha kuwa miradi ya ujenzi wa barabara inasimamiwa kwa umakini mkubwa ili fedha za walipa kodi zisitumike vibaya. Alieleza kuwa wananchi wanatarajia kuona barabara zenye viwango vinavyodumu kwa muda mrefu, badala ya hali ya sasa ambapo barabara zinaharibika muda mfupi baada ya kukamilika na kulazimisha matengenezo ya mara kwa mara. Baba Levo aliongeza kuwa tatizo hilo limekuwa likilalamikiwa na wananchi kwa muda mrefu, huku wakiomba serikali kupitia wizara zinazohusika kuchukua hatua madhubuti dhidi ya wakandarasi wanaofanya kazi chini ya kiwango. Alisema kuwa bila kuwajibisha wahusika, nchi itaendelea kupoteza fedha nyingi kwenye miradi ambayo haidumu. Mtazamaji wa Baharia TV, tupate kumsikia kwa ufupi kidogo. Baada ya hapo utakuja kupitia maoni yako ambayo umetuandikia hapa ndani. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika hotuba ya Waziri Mkuu na bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Moja, kwa kutupa nafasi vijana. Nimeona Dr. Samia Suluhu Hassan amemaliza lawama kuhusiana na vijana katika bunge hili. Asilimia kubwa ni vijana. Ametupa nafasi twende tukawasaidie wananchi. Lawama yoyote ambayo tulikuwa na laumu kama vijana tupewe nafasi, haya bunge hili hapa tuko wengi kuliko watu wenye umri mkubwa. Sasa huu ni muda wa sisi kuweza kuonyesha Tanzania kwamba vijana tunaweza. Ukiangalia idadi kubwa ya mawaziri wamepewa vijana. Mama amemaliza kwenye hilo. Ni muda wetu wa kufanya kazi. Sasa nimeangalia asilimia 97 ya wabunge wote ambao wameongea katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchangia bajeti ya waziri mkuu, ya ofisi ya waziri mkuu, wameongelea barabara. Asilimia 97. Tafsiri yake ni kwamba swala la barabara ni tatizo, ni kama janga lingine. Ni kwa nini tusifanye maamuzi bunge hili tukaiweka swala la barabara kama janga la taifa na tukatafuta namna bora ya kuweza kutatua shida ya barabara? Mheshimiwa Mwenyekiti, ukimpelekea mkulima mbolea shambani alafu usipompa barabara ya kufikisha hayo mazao ambayo anayatoa shambani kuyaleta mjini, ni sawasawa na kazi bure. Ukijenga hospitali ya wilaya usipowapa wagonjwa njia ambayo watapitishwa na hiyo ambulance kwenda hospitali, hiyo ni sawasawa na kazi bure. Jimbo la Kigoma mjini, hospitali ya wilaya ilipojengwa, hakuna barabara ya kuwafikisha watu pale, ni mashimo, mabonde na kuinama. Tafsiri yake ni nini? Utampeleka mzazi kwenda kujifungua, wakati unampiga kwenye mashimo, afike kwanza atengenezwe kwanza nyonga uliovunja kwenye mashimo. Haiwezekani. Lazima tufanye maamuzi. Vijana tuko humu ndani, tuwafanye maamuzi kuhusiana na swala la barabara. Na nataka nimwambie ukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la TARURA kuna mtego huo wanatuingiza, mkenge. Ukisikia wataalamu wanakushauri upeleke barabara ya vumbi kwenye jimbo lako, tafsiri yake ni kwamba wamejitengenezea kitengo cha kuwa wanakutana na mkandarasi kila mwaka kuchukua 10%, kwa sababu utatengeneza barabara ya vumbi mwaka huu kwa milioni 400. Ikifika mwezi wa 12 mvua zikinyesha zinazoa milioni 400 yote zinaipeleka ziwani au kwenye mto. Mwaka kesho mnatenga tena milioni 400 kwa ajili ya kujenga barabara ile ile. Wale watu wa TARURA wanakutana na mkandarasi kila mara achukua 10%, maisha yanaendelea. Ni muda wa kufikiria kujenga barabara za lami na tuachane na barabara za vumbi. Na mmerahisisha lugha kuita barabara za vumbi. Mzee, ni barabara za vumbi wakati wa kiangazi. Ikifika wakati wa masika ni barabara za tope.
nadhani tuzibadilishe jina, tuziite barabara za tope. Jimbo la Kigoma mjini tulipata ufadhili wa nchi ya Belgium mwaka 2018, mimi nikiwa diwani 2018. Belgium walikubali kutujengea kilomita 42 za barabara za pavement blocks ambazo zingeenda kufuta shida yote ya barabara katika jimbo la Kigoma mjini, lakini mpaka leo hakuna kinachoendelea, na mkandarasi alikuwepo, upembuzi yakinifu ushafanywa na kila kitu. Juzi nilienda kwa Shemdoe kwake, nyumbani kwake, sikumkuta. Nilienda kwake sikumkuta, nikaenda nikaniuliza hata shemeji yangu naye sikumkuta, nikakuta watoto wake maana niliona sura zinafanana na Shemdoe mtupu, nikajua ni watoto wake. Lengo nilikuwa nataka nikakae na Shemdoe tuongee kifamilia kuhusiana na barabara za Kigoma mjini. Jimbo la Kigoma mjini ndio jimbo la mjini ambalo lina barabara za vumbi kuliko jimbo lolote duniani, sio Tanzania, dunia nzima. Nataka nikuhakikishie, ukienda kata ya Mwanga Kaskazini kuna barabara inaitwa barabara ya Serengeti ambayo inaunganisha kata ya Mwanga Kaskazini na kata ya Gungu. Hiyo barabara ina makorongo ambayo ukifika, Mheshimiwa Waziri Mkuu, utasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ukienda kata ya Buzebazeba kutokea uwanja wa Lake Tanganyika, ukipita barabara hiyo ambayo inaenda kuconnect mpaka soko la Buzebazeba, ina connect kata ya Rusimbi, ina connect kata ya Kasingirima, ina connect kata ya Majengo, ina connect kata ya Machinjioni. Barabara zote hizo ni vumbi tupu. Ifikia hatua mtusaidie watu wa Kigoma, na sisi tupate barabara ambazo zitaenda kuchochea maendeleo ya mji wetu. Leo hii tunaenda pale na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nadhani kesho kutwa, kwenda kukutana na wafanyabiashara kutoka Kongo, Burundi na sehemu zingine tofauti tofauti. Wanaenda kuona aibu iliyopo pale Kigoma mjini, wanaenda kushuhudia barabara za vumbi zilizotaradadi pale ndani, na hawa watu wakishaona hizo fursa, baadaye wataanza kuzinunua nyumba za wapiga kura wangu kwa bei ndogo, kwa sababu nyumba iko kwenye korongo, utamuuzia nani bei kubwa? Watazinunua bei ndogo. Tukija kujenga barabara, wananchi wetu watakuwa walipoteza opportunity. Huu ni muda, wameniamini kibarabara, mtoto wao. Nimekuja kuwaombea barabara kwa ajili ya jimbo la Kigoma mjini, katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusaidieni barabara, tupeni barabara, na kama tukifanya maamuzi ya pamoja, wabunge wote, na waambieni ukweli, mama alivyokuja kuhutubia hapa, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, alivyokuja kuhutubia hapa bunge, alivyotaja tu barabara, bunge zima likapiga makofi, akajua hapa kuna tatizo, na ndio maana ameongeza hela kwenye upande wa barabara. Lakini bado, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba sana tusaidie watu wa Kigoma tuweze kupata barabara hiyo. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.